Karibu sana kwenye simulizi hii ya kutisha na ya kuvutia. Tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Na utuambie ulichopenda au ni sehemu gani imekuacha mdomo wazi. Maoni yako ni motisha yetu kuendelea kuandika simulizi bora zaidi kila siku. Kuna vitu ambavyo havikupaswa kuamka tena. Kuna sauti ambazo hazikupaswa kusikika tena. Kuna milango ambayo haikupaswa kufunguliwa tena. Wakati dunia ikisonga mbele kwa teknolojia, kuna waliochimba chini zaidi, si kwa dhahabu, bali kwa majibu. Walitaka ukweli, walitaka nguvu, lakini walichokuta si cha kueleweka kwa akili ya kawaida. Ndani ya mitaa ya kisasa ya jiji hili ni ya kawaida tu kwa macho ya wengi. Taa, magari, kelele na harufu ya kahawa ya asubuhi. Lakini chini ya hayo, yapo mahandaki ya kale yaliyosahaulika, yaliyojaa historia ya giza, uchawi wa zamani na miili isiyo na sauti tena. Kwa bahati mbaya, giza halisahau na sasa limeamka. Mnamo saa 8:10 za usiku, mvua ilikuwa ikinyesha kwa ukali kama nyundo iliyogonga bati. Mtaa wa Donford ulikuwa kimya, isipokuwa sauti ya maji yanayotiririka mitaroni na milio ya mbwa waliopotea. Taa za barabarani zilikuwa dhaifu, zikipiga kelele ndogo kama zinavyotikiswa na upepo wa baridi uliovuma kutoka mashariki. Jengo la zamani la kanisa la Mtakatifu Elia lilisimama kama kivuli cha historia. Kuta zake zenye mabonde ya ukungu na paa lililopasuka sehemu kadhaa zilionekana kutisha zaidi kutokana na mwanga wa radi uliopiga mara kwa mara. Lakini hiyo haikuwa sababu pekee ya watu kuepuka eneo hilo. Hapo ndipo kamera ya CCTV, kamera ya kanisa, ilipopata kumbukumbu ya tukio la kushangaza sana. Usiku uliopita saa 8 kamili, kamera hiyo ilirekodi kitu kilichotembea kwenye dari la kanisa hilo. Sio mtu, sio mnyama. Ni kiumbe kilichotambaa kwa miguu minne na mingine miwili ilikuwa imenyooka kama mikono ya buibui. Nywele ndefu nyeupe zilitanda hadi sakafuni. Uso wake ulikuwa wa mwanadamu, lakini macho yake yalikuwa ya baridi, yakimulika kama mwangaza wa samahani kwenye giza nene. Askofu Mzee Bernard ndiye aliyeiona video hiyo ya kwanza. Alianguka chini kwa mshtuko, macho yakitokwa na machozi, akashindwa kusema hata neno moja. Saa 2 baadaye alitoweka. Polisi walipoenda kukagua kamera haikuwaka tena, lakini video hiyo moja ilikuwa tayari imesambaa kwenye mitandao ya mitaa, na kuanzia hapo mambo yalibadilika. Katika sehemu ya chini ya ardhi ya jiji ambako zamani kulikuwa na njia za kale za Waroma zilizofukiwa, palikuwa na sauti ya ajabu. Ni kilio cha mwanamke kikilia kwa huzuni isiyoelezeka. Wachunguzi wa mazingira waliotumwa kufuatilia sauti hizo walitoweka wote. Ilibaki tu rekodi ya sauti yenye kilio cha mwanadamu kikikatizwa na mlio wa kitu kizito kinachotambaa ardhini. Wakati huo huo, taasisi ya kijeshi ilifungua faili la zamani, Project Silencer. Katika faili hilo, waliandika kuhusu mnyama aliyekuwepo miaka 300 iliyopita kwa uchawi wa giza ili kulinda pango lenye silaha ya mwisho wa mwanadamu, mahali palipofichwa kwa muda mrefu sana mpaka jana. Wanasayansi 9 walienda kuchunguza eneo hilo. Kituo cha mawasiliano kilipoteza mawasiliano nao dakika 20 baada ya kuingia. Walichopokea tu ni kamera moja iliyokuwa imejaa matone ya damu na sauti ya mguno wa mwisho wa mmoja wao ulioishia kwa kicheko cha kishetani. Simulizi hii si hadithi ya kawaida, ni ushuhuda wa kile ambacho dunia ilikataa kuamini. Sio simulizi ya miungu, bali ya binadamu waliochezea mipaka ya asili. Na sasa vita ya karne inaanza. Ndani ya chumba cha mawasiliano, sauti pekee ilikuwa ni ya mkanda wa video uliokuwa ukirudia sekunde 47 za mwisho kutoka kwa timu za wanasayansi 9 waliotumwa kwenye pango la kale. Katika giza la pango hilo, kamera ya mwisho ilionyesha miguu ya mtu mmoja ikianguka ghafla. Kisha nuru yake ikagusa uso wa kitu kikubwa
cha manyoya meusi yaliyochakaa na macho mekundu yaliyojaa ghadhabu. Meno yake yalionekana kama visu yenye damu mpya ikitiririka. Kisha giza. Katika ofisi hiyo, mkuu wa operation Luteni marehemu Amina Kalume aliketi kimya, macho yake yakiwa yamekodoa kwenye picha iliyosimama ya uso wa yule mnyama. Hiki si kiumbe cha kawaida, alitamka kwa sauti ya chini. Kuna kitu kilichoamshwa ambacho hakikupaswa kuguswa. Siku hiyo hiyo, saa 5 usiku katika mtaa wa Danford, kijana aitwaye Tarek alikuwa akipitia kanda hiyo kwenye laptop aliyoinasa kupitia tovuti ya mitandao ya siri. Alikuwa blogger wa masuala ya mambo ya ajabu, lakini kwa mara ya kwanza hakuweza kupumua baada ya kuona video hiyo. Lakini hiyo haikuwa yote. Wakati akiangalia kwa makini picha zilizochukuliwa na CCTV, aliona jambo ambalo Askofu Bernard alishindwa kulisema. Baada ya yule kiumbe kutoweka kwenye dari, kivuli chake kilionekana kupita mbele ya msalaba uliokuwa ukining'inia. Na kwa sekunde chache msalaba huo uligeuka, ukawa kinyume chake, kisha ukarudi kawaida. Tarek alijua hii si hadithi ya mizimu wala ya wachawi wa kawaida. Kulikuwa na nguvu ya zamani sana iliyozikwa kwa makusudi, sasa ikiinuka tena. Kiumbe wa giza aliyefungwa na wakati, sasa akitafuta milango ya kurudi juu ya ardhi. Wakati huo kwenye njia chini ya ardhi zilizojengwa enzi za Waroma, kulisikika mvumo wa ajabu, sauti ya miguu ya mifupa ikikwaruza sakafu na nywele ndefu zikiburura vumbi. Ndani kabisa, kwenye chumba kilichofichwa, kiumbe huyo mwanamke buibui alinyanyua kichwa chake, midomo yake ikitabasamu polepole, akisema, muda umefika. Kwenye kizuizi cha kijeshi nje ya msitu wa Craigmore, walinzi walimuona kijana mmoja akikimbia kutoka msituni. Alikuwa na jeraha kubwa begani, macho yake yamejaa hofu na alilia huku akisema, ni yule, si mzimu, si mnyama, ni mwanadamu aliyesahau huruma. Lakini kabla hajamaliza, mwili wake ulitupa kifua chake mbele na kupasuka vipande vipande, kana kwamba kitu kisichoonekana kilimpasua kwa ndani. Damu ilimwagika, joto likapungua ghafla. Mpaka sasa, kanisa la Mtakatifu Elia limefungwa na kundi la wachunguzi waliobaki limeanza kutafuta kitu cha pekee. Ni silaha ya mwisho ya mwanadamu iliyofichwa karne nyingi nyuma. Mvua ilizidi kunyesha kwa fujo, ikilowesha kila kona ya mtaa wa gereza la kale. Barabara zilikuwa kimya, lakini chini ya kimya hicho kulijificha msisimko wa huzuni na hofu. Kamera ya CCTV ya karibu na kituo cha mabasi ya zamani, ile ilionasa sura ya buibui, sasa imewaka na kuonesha taswira ya mwanadamu mmoja, mzee anayejulikana kwa jina moja tu, Faza Makoka. Faza Makoka alikuwa mkusanyaji wa taka, lakini watu wa mtaa walijua kuwa alikuwa na zaidi ya alichojionyesha. Usiku huu alipokuwa anakusanya mabaki ya chupa na vipande vya vyuma, alisikia sauti, sio sauti ya mvua wala upepo, lakini sauti ya mtoto akilia. Sauti hiyo ilitoka kwenye mfuniko wa mfereji wa maji taka ulioko nyuma ya jengo la zamani la sinema. Bila hofu, Faza Makoka alivuta mfuniko na kuteremka chini. Harufu ya damu na udongo wa zamani ilimkaribisha huko. Ukuta wa ndani uliandikwa maneno kwa damu kwamba anaamka. Alipoangaza tochi yake, aliona mistari ya nyayo za miguu ya binadamu, lakini yenye alama za kucha kama za mnyama. Aliendelea kutembea ndani zaidi. Giza lilizidi kuwa zito, hata mwanga wa tochi haukuwa msaada tena. Hapo ndipo alipoisikia tena sauti, si ya mtoto tena, sasa ilikuwa ni sauti ya kike, laini lakini ya kutetemesha moyo. Ghafla ukuta ulipasuka mbele yake. Kutoka kwenye vumbi la giza, mnyama mkubwa alionekana, macho mekundu, ngozi iliyochanika, mifupa iliyowazi. Ni mnyama yule wa hadithi aliyelindwa kwa miaka 300, lakini sasa hakuwa analindwa tena, alikuwa ameachiliwa. Faza Makoka hakukimbia, alijua siku hii itafika. Kwa mikono miwili alishika mkufu wa shaba uliokuwa shingoni mwake, akautaja kwa jina la zamani kwamba ni mwiba wa mwanzo. Mnyama alisimama kwa sekunde chache,
Dunia ilionekana kusimama pia. Lakini kabla chochote hakijatokea, kelele kubwa ya mwamba kugongana na ardhi ilitikisa chini ya jiji, na taa zote za mtaa juu na chini ya ardhi zikazima ghafla. Usiku ulimeza kila kitu. Je, Father Makoka ataweza kulinda silaha hiyo ya mwisho, au mnyama ameanza kutawala tena dunia? Mvua ilipoanza kupungua, anga la jiji ilibadilika kuwa na rangi ya kijivu iliyokosa matumaini. Mtaa ule sasa ulikuwa kimya, ila kimya kilichojaa sauti ya hatari isiyoonekana. Tariq akiwa bado amepigwa na butwaa kwa kile alichokiona usiku ule, hakupumzika hata baada ya kurudi nyumbani. Alifungua tena kamera CCTV. Aliporudisha video nyuma, kitu kimoja kilimtikisa moyo. Kulikuwa na kivuli kilichozunguka dari la kanisa mara 3 kabla ya kutoweka kwenye giza. Kivuli hicho hakikuonekana kwa macho ya kawaida, ila kwa kuangaza taa ya infrared. Tariq aliweza kuona uso wa mwanamke mwenye macho ya buibui, ngozi ya barafu, na nywele ndefu zilizojikokota ardhini. Katika harakati za kuchunguza zaidi, Tariq aligundua faili la zamani sana lililohifadhiwa katika maktaba ya zamani ya jiji, iliyokuwa imefungwa kwa miaka mingi. Alijipenyeza usiku mmoja akiwa na tochi na bunduki ya kujilinda. Ndani ya maktaba hiyo kulikuwa na harufu ya unyevu na karatasi zilizozoeka, historia iliyofunikwa kwa hofu. Aliangalia jalada moja lenye vumbi. Aliikuta ramani ya mtaa wa kale, eneo lililokuwa juu ya njia za chini ya ardhi, mahali yalipojengwa mahandaki wakati wa vita ya dunia. Lakini kulikuwa na maandishi ya mkono pembeni yaliyoandikwa kwa wino mwekundu: usifungue njia ya kuzimu isipokuwa unajua majina yao. Alipovuta zaidi karatasi hizo, kulikuwa na picha ya kiumbe aliyeonekana kama mnyama wa kuzimu, miguu minne, lakini majeraha ya kale yaliyokuwa bado yamefunguka kama hajawahi kupona. Alikuwa ni mlinzi wa silaha ya mwisho wa mwanadamu. Aliitwa Mukhtar, na jina lake liliandikwa kwa herufi zilizochorwa kwa damu: mkubwa kuliko uchungu, mkali kuliko kifo. Tariq alihisi kama kuna kitu kinamtazama hata akiwa peke yake. Giza lilikuwa halipo tu kwenye mtaa, lilikuwa sasa ndani ya mioyo. Sauti ilisikika nje ya dirisha lake: umeshaiwasha njia, sasa hakuna kurudi. Aliangalia nje, hakukuwa na mtu, lakini ardhi chini ya jiji ilianza kuhema kama kiumbe kinachoamka baada ya milenia ya usingizi. Saa 9 usiku, ndani ya mtaa kulikuwa na kimya zaidi kuliko kaburi. Picha kutoka kamera CCTV ziliendelea kuwasumbua wachunguzi. Waliona sura ya kiumbe mwenye nywele kama pazia la giza akitambaa kwenye dari la kanisa. Lakini haikuwa tu picha. Kelele isiyo ya kawaida, sauti ya kicheko cha mwanadamu na kilio cha mtoto ziliungana na kuyeyusha mioyo ya waliosikia. Siku hiyo askari wawili waliopangwa kuchunguza ndani walikataa kuingia. Mmoja alilia, mwingine alikimbia. Lakini Dr. Hamadi hakuogopa. Ni mwanasayansi wa mifumo ya tabia, mwenye historia ya kuzamia maeneo yaliyolaaniwa. Alifika akiwa ni kifaa maalum cha kurekodi mionzi ya kisaikolojia, psycho wave. Alishuka kwenye ghorofa ya kanisa, akavuka paa lililojaa fangasi ya miaka, akasimama pale ambapo kamera ilimuona yule kiumbe mara ya mwisho. Ghafla hewa ikawa nzito. Mvua ilianza tena kunyesha, lakini ilikuwa ya giza. Dr. Hamadi alisikiliza kwa kifaa chake, na mlio uliorekodiwa haukuwa wa kawaida. Roho ya karne imeachwa, mlango umefunguliwa, mwili utatambaa. Akageuka kwa haraka, taa ya tochi ikamulika ukutani, na hapo maandishi ya damu yalionekana: Mukhtar anakutazama. Alipojaribu kutoka, mlango wa dari ukajifunga. Sauti ya miguu ikawa inamfuata, si moja, si miwili, ila kama 100 ya viumbe waliosahaulika na historia. Sauti ya msumeno ikasikika nyuma yake, lakini alipoangalia hakukuwa na mtu, tu kivuli kirefu kikusogea kwenye dari.
Dakika chache baadaye, redio ya kituo cha usalama ikapokea sauti ya mwisho kutoka kwa Dr. Hamadi. Sio hadithi. Mukhtar anajua majina yetu. Redio ikakata na dakika 5 baadaye mlango wa kanisa ulifunguka wenyewe. Ulikuwa mtupu, lakini sakafuni palikuwa na jicho moja la mwanadamu likiwa bado linajitahidi kuona. Barabara zilikuwa zimetapakaa maji na anga ilionekana kama inalia kwa huzuni. Mukhtar akiwa na sura iliyochanganyikiwa na maumivu na hasira, alitembea ndani ya giza kuelekea kwenye kituo cha zamani cha treni kilichofunikwa na magugu, mahali ambapo sauti za wafu zilimuita. Picha aliyoiona katika kuta za handaki haikuondoka akilini mwake. Mchoro ule ukionyesha buibui mwenye uso wa mwanadamu akishuka kutoka kwenye dari la jiwe, huku wanadamu wakiwa wameinama kwa hofu. Alijua hakukuwa na njia ya kurudi nyuma. Alikuwa sasa sehemu ya simulizi ambayo inaishi, na kila hatua aliyopiga ilimkaribisha kwenye giza lisilo na mwisho. Ndani ya kituo kulikuwa na vichaka vilivyomea katikati ya reli zilizooza. Kulikuwa na mabaki ya viatu, nguo na vifaa vya zamani. Ni ishara za wale waliopotea walipojaribu kutafuta ukweli. Kisha kwa mara ya kwanza Mukhtar alimuona mnyama aliyekuwa amekaa kimya kivulini, miguu minne ikiwa imejikunja, macho mekundu akimulika kupitia giza. Lakini hakumvamia. Badala yake kiumbe kilimwambia, umevuka mpaka wa kawaida Mukhtar. Sasa roho yako si yako tena. Mukhtar hakushtuka, naye aliuliza kwa sauti ya utulivu, kwa nini mimi? Mnyama alisogea mbele kidogo, akifichua mwili wake uliojaa kovu, mifupa na nyama zilizooza. Na akamwambia, kwa sababu wewe ni urithi wa mwisho wa damu ya waliowahi kumfunga Malkia. Lakini kifungo kimelegea, na ikiwa hautakamilisha agano, dunia hii nitaipindua. Ghafla, ardhi ilianza kutikisika. Mnyororo mkubwa ulijitokeza kutoka kwenye moja ya mashimo ya treni, ukielekea kwenye handaki la giza linaloelekea kwenye mji wa kale uliopotea kwenye ramani. Mukhtar hakuwa na uchaguzi. Aliingia ndani ya handaki hilo akiwa na mwanga wa tochi ndogo nyuma yake, akiacha dunia anayoijua. Alikuwa ameanza safari ya damu, ufunuo na mwisho wa kila kitu alichokiamini. Ndani yake Mukhtar aliketi kimya kwenye kiti cha mbao kilichotengenezwa na mizizi ya miti ya kale, katika chumba cha chini ya ardhi kilichojaa giza, harufu ya unyevunyevu na damu iliyokauka ikizunguka pua yake. Kuta zilikuwa zimechorwa michoro ya ajabu ya kale ya mistari ya damu iliyopakwa kwa maandiko ya ibada ya zamani. Akiwa ametulia, alisikia sauti ikimwita, Mukhtar, umerudi. Sauti hiyo ilivuma ikitoka ndani ya kuta. Taa moja ya kandili iliwaka ghafla, ikimulika mchoro mkubwa ukutani. Ni Malkia wa buibui. Malkia huyo ndiye chanzo cha haya yote, Mukhtar alijisemea mwenyewe. Akiinuka kwa taabu, aligundua kwamba kila damu aliyomwaga kwenye sakafu ilikuwa imeanza kujikusanya, kutengeneza alama ya duara lenye alama ya kichawi. Alama hiyo ilikuwa na mwanga hafifu kama moto wa upepo. Kwa mshangao, hewa ilianza kutikisika, sakafu ilipasuka katikati, ulianza kujitokeza mikono na miguu ya buibui, lakini ya kiroho iliyojaa kiza kinachokula nuru. Kutoka ndani ya ufa huo alitoka mtoto mdogo asiye na macho, lakini akiwa na sauti ya mtu mzima. Tuna muda mdogo sana Mukhtar, uko tayari kuona ukweli? Mukhtar hakuuliza swali. Alinyanyua kisu alichokipata karibu na mlango, na bila kusita alimfuata yule mtoto wa kivuli kuelekea ndani ya ufa. Mbele yake sauti zilianza kujirudia, sauti za wale waliopotea, sauti za wale waliouawa, na katikati ya kila sauti kulikuwa na jina moja likiwa linarejelewa tena na tena, zawadi ya mwisho iko karibu, zawadi ya mwisho iko karibu. Usiku uliushika mtaa mzima kwa makucha ya baridi na ukimya mzito. Hakukuwa na mvua tena, lakini mawingu yaliziba anga, yakifunika mwezi kama pazia la kaburi.
Taa za barabarani zilikuwa dhaifu sana, nyingine zikizima kabisa, kana kwamba nuru yenyewe ilikuwa inajua cha kutokea. Ndani ya ghorofa iliyotelekezwa, Mukhtar alisimama mbele ya dirisha lililopasuka. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu na mshangao. Alikuwa ametazama kamera ya usalama alizoweka kwa siri nje ya kanisa. Kilichokuwa kinasogea kuelekea kwenye mtaa huo hakikuwa cha kawaida. Malkia, sura yake ilikuwa haijabadilika sana. Bado alibeba uso wa mwanadamu, mzuri kwa namna ya kutisha. Lakini miguu yake ya buibui ilichanua kama mizizi ya giza nyuma yake. Alikuwa ametoka gizani, sio kama kivuli, bali ni kama kiini cha giza lenyewe. Alipotua katikati ya mtaa, watu wa kwanza walimuona walidhani ni mzaha wa Halloween. Watoto wawili walikuwa wakicheza mpira walimkaribia, kisha kilisikika kilio cha kwanza. Malkia alinyoosha miguu yake ya buibui na kuwachoma wote wawili papo hapo. Hakukuwa na damu iliyoachwa. Miili yao ilivutwa ndani ya mwili wake na kupotea, kana kwamba hawakuwahi kuishi kabla. Ndani ya dakika chache tu, majirani waliokuwa wanatoka kwenye maduka na nyumba zao walikimbia wakipiga kelele zisizoeleweka, wakipiga mayowe, lakini hakuna aliyefika mbali. Kuta za majengo zilianza kufunikwa na nyavu nyeusi zenye uhai, zilizojitokeza kutoka kwenye sakafu na paa. Mtaa mzima ulifungwa. Watu wakiwa ndani, wakilia kwa sauti zisizosikika nje ya mduara huo wa mauti. Mukhtar alijua huu ndio ulikuwa mwanzo na mwisho. Alishuka ngazi haraka, akichukua vifaa alivyokuwa ameviandaa siku nyingi: bunduki, tochi yenye mwanga wa ultraviolet na kifaa cha mionzi aliyobuni kwa siri. Hakuelewa kila kitu kuhusu malkia huyo, lakini alijua kitu kimoja: kama hakufanya kitu sasa, hakuna kitakachobaki. Alitokea gizani akitembea kwa kasi ya kimya. Mukhtar alielekea mahali alipoanzia, katikati ya mtaa wake, na kwa mara ya kwanza malkia aligeuka na kumtazama. Sura zao mbili zikakutana. Usiku ulipoingia, mvua ikaanza kunyesha tena juu ya mtaa ule ule. Radi zikipiga chuma na kuta za kanisa lililojaa siri, lakini mvua ya leo haikuleta baridi tu, ilileta kilio cha zamani, kile kilio cha kiumbe aliyefungwa miaka mingi katika giza. Malkia alikuwa amerudi. Nywele zake ndefu zilining'inia kama minyoo myeusi. Macho yake yakiwa na rangi nyeupe, mchanganyiko wa maumivu, kiu na kisasi. Kwa mara ya kwanza tangu azaliwe upya, hakuwa katika kivuli tena. Alitembea barabarani, kati ya watu wa kawaida. Mama alimchukua mtoto wake, kijana akivua headset. Baba alikuwa safarini kurudi nyumbani. Wote walimuona, wote walimtambua, lakini walichelewa. Kwa dakika chache tu, watu waliosimama barabarani wakaanza kushikwa na mchanganyiko na hofu. Wakaanza kupiga kelele, lakini sauti zao zikazimwa kana kwamba anga yenyewe ilikuwa imefyonza kila mwangwi. Malkia alinyanyua mikono yake juu, vidole virefu vilivyofanana na miguu ya buibui, na dunia ikabadilika. Kuta zikajikunja, viti vya magari vikawa na miiba, na mitaa ikaanza kutema giza. Buibui wa kivuli wakaanza kutoka kwenye mitaro, wakielekea kila kona ya mtaa, wakaingia majumbani, wakatambaa juu ya dari, na wakaingilia kwenye ndoto za watu waliokuwa wamelala, wakilazimisha macho yao yaamke kwa vilio. Hakuwa pa kukimbilia. Watoto walilia kwa sauti, lakini mama zao walikuwa wamesimama wima, wakiwa na huzuni, macho yao yakiwa hayana maisha. Malkia alikuwa anateka roho si tu kwa nguvu, bali kwa mateso. Kwa kila kilio alipata nguvu, kwa kila hofu alirudia sura yake ya kifalme. Ndani ya dakika 30, nusu ya jiji lilikuwa kimya. Lakini mbali kidogo, katika nyumba ya sakafu ya chini, Mukhtar alikuwa amesimama mbele ya dirisha, akiwa na kijiti mkononi. Mdomo wake ukasogeza maneno ambayo hakujua aliyafahamuje. Mara dirisha lake likatetemeka na hewa ikabadilika.
Giza tayari lilikuwa limefika mlangoni na Malkia alikuwa anatafuta mtoa hadithi aliyesimama upande wa tatu. Mvua ilikuwa imekata, lakini anga lilikuwa bado limejaa radi ya mbali na rangi za kijivu zisizo na matumaini. Jiji lilikuwa kimya, mitaa iliyojaa maisha ya awali sasa ilikuwa mitupu, na vioo vya maduka vilikuwa vimepasuka. Damu ilimwagika kwenye mitaro kama mvua iliyopitwa na wakati. Mukhtar akiwa amejaa uchafu na majeraha, alisimama juu ya paa la jengo la zamani la sinema. Macho yake yaliangalia mbali kwenye makanisa yaliyoharibiwa, magari yaliyogeuzwa na moshi uliopanda kuelekea mawinguni. Alikuwa ameshuhudia kile ambacho wanadamu hawakustahili kuona. Malkia wa Buibui hakuwa tena kivuli cha kale. Alikuwa nguvu hai, akisababisha uharibifu kwa kila hatua aliyopiga. Wakazi wachache waliosalia walijificha kwenye basement, wakilia kimya kimya, wakiomba miujiza kutoka kwa Mungu ambaye walimsahau. Mtaa wa tatu uliteketezwa kwa moto, vikosi vya jeshi vilitumwa vilikuwa vimeangamizwa, sauti zao za mwisho zilisikika kwenye redio ya dharura. Yuko hapa, hatumwezi. Mukhtar alishuka kutoka kwenye paa akiingia ndani ya jengo moja lililoonekana bado limesimama. Alisikia sauti ya kupiga kelele ya mtoto mdogo. Alimkuta msichana mdogo mwenye macho makubwa ya hofu akijificha chini ya meza. "Mama yuko wapi?" Mukhtar alimuuliza, sauti yake ikiwa mpole kuliko kawaida. "Alichukuliwa na huyo mnyama mwenye miguu mingi," alijibu kwa kutetemeka. Mukhtar alifunga macho kwa sekunde chache, machozi ya kimya yalimtoka. Kisha alitoa kisu cha zamani kilichokuwa kifupisho cha historia ya familia yake. Aliapa kimoyomoyo, leo damu yake itamwagwa, ama yangu. Usiku ulipoingia, kulikuwa na mapambano makali katikati ya jiji. Miili ya buibui wa kivuli ilirushwa juu, vichwa vilikatwa, na mwanga wa mshumaa wa mwisho wa matumaini ulianza kuwaka. Lakini mwisho haukuwa na ushindi. Jiji lilibaki limevunjika. Malkia alikuwa amejeruhiwa, lakini bado yupo hai. Mukhtar alipotea kwenye moshi wa kivuli, pamoja na yule msichana mdogo mkononi. Watu wachache waliosalia walimuandika jina kwenye ukuta wa kanisa lililobaki, Mukhtar. Baada ya muda, mtaa ulikuwa kimya. Moto uliowashwa na vurugu za usiku wa awali sasa ulikuwa umepoa, ukiacha moshi mweusi ukipaa angani. Mabaki ya majumba yalikuwa yamesambaratishwa yalikuwa kimya, lakini kimya kilichojaa huzuni nzito. Hewa ilionja uchungu kama damu na majivu. Mukhtar alitembea polepole katikati ya vumbi na magofu, akibeba upanga wa shaba uliochukua kwenye pango. Macho yake hayakuwa na hasira tena, yamejaa uchovu na maamuzi ya mwisho. Alikuwa amevuka mipaka ya kawaida ya mwanadamu. Saikolojia yake ilichoka, moyo wake ulichomeka kwa huzuni, lakini dhamira yake ilikuwa imara, kumaliza uovu huu moja kwa moja. Aliweza kuhisi upepo wake, Malkia, si tu kwa harufu ya unyevunyevu wa mazingira yake ya buibui, bali kwa hewa yenye uzito wa laana ya kale. Kwenye magofu ya kanisa kuu, ambapo sakafu ilikuwa imechanika na dari kuanguka, alisimama kimya, na kutoka kwenye giza sauti ya kike ya kina ya majonzi ilimjibu, "Muda umefika Mukhtar." Malkia alijitokeza na sura ya mwanadamu, lakini miguu minne ya buibui ilikuwa nyuma yake kama mzigo wa laana. Macho yake yalikuwa mekundu kama damu ya asio na hatia Mukhtar alisema kwa sauti ya chini, "Ulimgeuza mama yangu kuwa kivuli. Ulifanya ndoto za watu kuwa ndoto mbaya." Malkia alimsogelea, si kwa hasira, bali kwa huzuni. "Nilipewa laana, Mukhtar. Sasa wewe unataka kuniua ili uvunje laana yako mwenyewe." Kulikuwa na ukimya, kisha miale ya umeme iliwaka angani. Mvua kubwa ilianza tena kunyesha. Watu walikaa kimya hadi Mukhtar alipoinua upanga wake, uking'aa. Mapambano yalikuwa haraka, ya kikatili. Buibui waliotoka chini ya ardhi walikuja kumlinda Malkia, lakini Mukhtar aliwashinda mmoja baada ya mwingine. Kwa kila pigo alikumbuka sauti ya watu waliopotea,
Kwa kila jeraha alikumbuka kile kilichopotea. Hatimaye akiwa amejeruhiwa vibaya, alisimama juu ya Malkia aliyeanguka, lakini badala ya kumpiga, alishuka chini na kusema kwa sauti ya upole, "Ulivyoanza sivyo ulivyoishia, lakini mwisho unahitaji uchaguzi." Malkia alilia, machozi ya damu yalitoka machoni mwake. "Kama naweza kuchagua, basi naomba niangamie kwa mikono yako. Ni bora kuliko kuendelea kuishi kama kivuli." Kwa uchungu mwingi, Mukhtar aliinua upanga, lakini hakumchoma, aliuchomeka ardhini. Mwangaza mkubwa ulitokea ukifunika giza lote la jiji. Mwanga ulivyotoweka, Malkia alikuwa hajulikani alipo. Mizinga ya buibui ilikuwa imekauka, laana ilikuwa imevunjika. Jiji lilianza kupumua tena. Mukhtar alitembea hadi ukingo wa mtaa, akaangalia anga lilivyochafuka. Alijisemea, ni mwisho wa giza. Mtaani sasa mchakato wa uponyaji ulianza polepole. Ardhi iliyotikiswa na damu, vilio na uovu wa miaka mingi ilihitaji muda kurejea katika utulivu. Mvua ilisafisha damu kutoka mitaro ya mawe, ikiondoa ushahidi wa mapambano ya mwisho baina ya Mukhtar na Malkia. Mukhtar akiwa na mwili uliojaa majeraha, lakini uso wenye utulivu wa ushindi. Alitembea kuelekea juu ya kanisa lililokuwa limeungua nusu. Alisimama pale juu akatazama anga lililofifia polepole, mwangaza wa jua ukiibuka nyuma ya mawingu. Kuwa shujaa si kushinda kila vita, alisema kwa sauti ya chini. Ni kusimama hata baada ya kuanguka mara nyingi. Aliinua mkono wake mmoja uliokuwa na jeraha kubwa, akawasha mshumaa aliokuwa ameuweka pembeni mwa madhahabu ya kale, ishara ya matumaini mapya, si kwao tu waliopona, bali kwa kizazi kijacho pia. Sauti ya mtoto mdogo ilisikika ikisema, "Mukhtar atarudi." Mzee mmoja alijibu, "Lazima asisahaulike, wakati wa giza jina lake litakuwa mwangaza." Na huku anga ikifunguka, sura ya Mukhtar ilififia polepole. Hakujulikana alikwenda wapi, lakini hadithi yake ilianza kusimuliwa kutoka kizazi hadi kizazi. Mtaa ule ukaanza kujengwa upya, ndoto mpya zikazaliwa, na hofu ukageuzwa kwa nguvu. Asante sana kuwa nami hadi mwisho. Kama umefurahia hadithi hii ya kiza, ujasiri na mapambano ya kipekee, tafadhali gonga like, subscribe na comment mawazo yako hapo chini. Ni motisha kwetu. Tutaendelea kuleta simulizi kali zaidi zenye giza, uchungu na matumaini yasiyoangamia. Hadi wakati mwingine, usiogope giza. Kuna mashujaa wanaozaliwa humo.